الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katuongoza katika nuru ya Uislamu. Kwa kuwa isingekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatungeongoka. Baada ya hapo tunamtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake na alize na wale ambao watakao shikamana ndio wake hadi siku ya kiyama. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwao. Allahumma amin amin. Waheshimiwa wakina mama, mada yangu ni kawaida kuonyesha makanatul mar'a fi tanmiyatil mujtama, nafasi ya kina mama katika maendeleo ya jamii. Kwa hiyo katika Uislamu tunatambua kwamba mwanamke ni nguzo muhimu katika jamii. Ni nguzo muhimu katika jamii yoyote ile. Dini ya Kiislamu kawa imetambua kwamba huyu mama ana hadhi kubwa, tena na kumpa haki mbalimbali zinazomwezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Uislamu leo najua kuna changamoto ambazo zipo katika jamii, katika ulimwengu kote, ya kuonyesha kwamba Uislamu huu unamdhalilisha kina mama. Na ile hali sio kweli. Kumbe Uislamu hauamini kuwa katika mambo yote mwanamume na mwanamke wana haki na majukumu yanayofanana. Na maana kwamba kuna misamiati miwili, tatumia Kiswahili kwa kuwa kuna misamiati miwili, labda tunakuwa tuna watu yani hatutofautishe misamiati ambayo tunatumia kujua usawa na kulingana. Kuna usawa na kulingana, mambo mawili yako tofauti. Japokuwa watu wanakuwa wanatumia, lakini kuna utofauti hapo. Sasa ina maana kwamba katika zile haki zao kuna haki ambazo kuna usawa katika haki na kuna penzi na lingana. Usawa na kulingana. Sasa katika Uislamu, katika dini ya Uislamu tunakubali kwamba kuna usawa kati ya mwanaume na mwanamke. Kuna usawa kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini kulingana bado hapana. Kulingana hapana, tutaeleza yale tofauti ya hii misamiati miwili tunakuwa tunatumia katika Kiswahili. Kwa hiyo ni kwamba kuna baadhi ya haki ambazo zinafanana, baadhi ya haki ambazo zinalingana, na zingine ambazo tuko tofauti. Kumbe hawa ambao wanatembelea fikra za kimagharibi, mara nyingi wanakuwa ile mifumo yao, wao wanadai kwamba kanuni ya Uislamu huwa inamkandamiza mwanamke na kumfanya mwanamume awe bora, onekane bora zaidi kuliko mwanamke. Wakiendelea kuonyesha kwamba Uislamu nadai kuwa dini ya usawa, lakini katika mahusiano ya kifamilia hakuna usawa wote ule uliozingatiwa. Hayo ni madai ya watu wa kimagharibi. Sasa wao wanasema hivi, kama Uislamu unamhesabu mwanamke kuwa ni binadamu kamili, ungekuwa umempa haki sawa na zinazofanana na zile za mwanamume. Maadamu haujafanya hivyo, basi haumhesabu kuwa ni binadamu kamili. Hayo ndio madai ya watu ambao wanaleta fikra za kimagharibi. Na ndio mara nyingi hata baadhi ya wakina mama wanashawishika katika hiyo au maneno wanakuwa wanatumia kuonyesha kwamba huyu mama hana haki kama ile iliyopewa mwanamume. Kwa hiyo swali linakuja ni kujua kwanza usawa ni nini? Usawa ni nini? Kulingana ni nini? Tunaposema kuna hapa hii misamiati miwili, usawa na kufanana.
ni misamiati yenye maana sawa. Kwa maana nyingine tunasema ni visao kwa Kiswahili sanifu, ni visao yana maana sambamba. Kwa hiyo hapana, tunasema kwamba hapana shaka, na maana kwamba tunasema kwamba misamiati iko tofauti. Tunaposema usawa, Uislamu nakubali kwamba kuna usawa kati ya mwanaume na mwanamke, lakini hakuna kulingana kati ya mwanaume na mwanamke. Usawa tuko kabisa. Ni kama vile hata naweza kupa mfano kidogo. Hata katika sheria, tuache sheria za Kiislamu, mbele ya sheria wanasema kwamba mfano katika kazi, katika mfano kama mnafanya kazi, kila mfanyakazi ana haki sawa, na yani katika mbele ya sheria ana haki sawa, na yani wako wana haki sawa katika kufanya kazi ili apewe mshahara. Sasa swali linakuja, mfano mimi ni mraia wa kawaida, labda nimesoma na lisansi, rais amesoma na lisansi, ni mfanyakazi na ni mfanyakazi, tuna haki sawa kwenye mshahara. Lakini sasa ikifika kwenye mshahara, ana lisansi na mimi na lisansi, tutapewa, yani tutapewa mshahara sambamba, lakini haki tuko sawa kwenye haki. Sasa kama mnanielewa, ina maana kwamba huyu rais ana majukumu mengi, kuna tofauti iliyopo. Tuko sawa kwenye mishahara, lakini ina maana hatuwezi kulingana kwenye mishahara. Huyu ana majukumu mengi ambayo anayo. Mimi labda ni mwalimu, lakini yule amebeba nchi yote. Ina maana kwamba katika ile majukumu yake atapata mshahara, lakini hatuwezi kulingana. Lakini tuko sawa kwenye mbele ya sheria. Hata kwenye mahakama, mbele ya sheria mtu akifanya kosa tunalingana kwa sawa kwenye sheria. Huyu amefanya kosa, yeye amefanya kosa, lakini kuzungumzia kwamba hatulingani, tuko sawa kwenye sheria. Lakini mfano rais amefanya kosa au mbunge amefanya kosa, na maana tutahukumia sehemu moja. Huyu mpaka mimi wanataka nikamata hapa, lakini mbunge atamkamata hapo. Lakini sheria inasema kwamba wote wako sawa mbele ya sheria, lakini watakapo wahukumu sio watahukumia namna moja. Kumbe usawa ni kuelewa hata katika Uislamu. Ule usawa hapa ina maana kwamba tunakuwa na usawa. Usawa upo, lakini kulingana pale mnakwenda kinyume. Kila mtu anakuwa na yale majukumu ambayo amepewa. Kumbe Uislamu ni hivyo kawaida. Na hili ndio tatizo ambalo wanakuwa wanatuletea wale ambao wanataka kupandikiza, yani fikra mbaya za kuonyesha kwamba kina mama hawana nafasi katika Uislamu. Halafu kabla kuingia kwenye mada nyeti, kuna kitu ambacho lazima tutazame haswa historia ya kuna yamezungumzia, labda nimekuta na mimi nilikuwa nimeandaa hivyo, lakini tazungumzia kuonyesha kwamba tuone nafasi ya mwanamama katika Uislamu na nafasi ya mwanamama kabla ya ujio wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halafu ndio tunaona kwamba kweli Uislamu umempa haki zake. Huyu ana mchango mkubwa katika jamii. Kumbe tuache jamii ya Kiarabu. Kwa Sheikh amezungumzia siwezi kurudi kwenye jamii ya Kiarabu, tuende kwenye jamii, yani jamii zingine kabla ujio wa Uislamu. Mfano tukichukua Wagiriki. Hawa Wagiriki kwao, hao ambao wanadai kwamba leo ndio wanatetea haki za binadamu, Wagiriki kwao mwanamke wao walikuwa wanachukua kwamba mwanamke aliumbwa kwa maslahi ya starehe tu ya mwanamume. Bimaana yeye hana kitu chochote kile ambacho unaweza ambacho cha faida unaweza kuleta katika jamii kinyume na starehe tu. Ni kulala, mtu anamtumia kama anavyotaka. Hawa walikuwa hata wakina mama wanauza yani sokoni kama vile unavyonunua chungwa. Unanunua kama vile unavyonunua chungwa au nyanya sokoni. Unampeleka, unafanya starehe zako, baada kufanya starehe zako ukichoka unamwacha, unaleta mwingine. Yuko ndio ambazo tunaweza kusema kwamba hii ndio maadili ambayo yalikuwepo kabla ujio wa Uislamu. Ya mtu anafanya mtume kama anavyotaka. Hapa nimetoa mfano wa Giriki. Tazama mfano huyu mwanachuoni ambaye nadhani kila tulimsoma, wenyewe wanasoma kizungu wanamjua, Sokrate. Sokrate anasema kwamba mwanamke ndiye chanzo cha matatizo yote yaliyoko duniani. Yeye ni kama mti mchungu. Mti mchungu kama vile gafari ni mti mchungu.
ambao ukiuona kiwinji unaona kwamba unameremeta, lakini kiundani ndege akienda kuula na kufa. Yeye anafanisha mwanamke kama hivyo, na maana kwamba ni kitu watu wanaona kwamba kina sura nzuri, anameremeta, lakini kabisa undani wake huyu si mtu. Si mtu, ameshakufa, anaua. Huyu ni Sokrate. Alafu akaja mwingine mwanachora akasema Anderoski. Lakini Uislamu kaja ukampa heshima. Kama Wahinde wao walikuwa ni maana kwamba mume mfano kuchukua mfano kama mume wake akifishwa, hata na huyu, ina maana kwamba kuna ile mila ya Wahindi, yani wanachoma maiti wanaichoma. Ina maana kwamba huyu mume akifishwa, kwa hiyo kwamba huyu mama hana nafasi, ina maana kwamba ilikuwa ni lazima kwamba huyu mama lazima na yeye ajiunguze. Anachoma. Yuko hai hapo anachoma kwa kuwa mume wake ameshatoka, ina maana kwamba huyu mama hana nafasi. Hizo ndio mila zao. Alafu leo wanakuja kuonyesha kwamba Waislamu, yani Uislamu humpi haki mwana mama. Kumbe hizo ndio mila ambazo zilikuwepo kabla ya ujio wa Uislamu. Lakini sasa tukiingia katika mada yetu hasa, ina maana kwamba Uislamu tuonyesha kwamba huyu mama ana njia, kwanza ina maana kwamba ni kiungo kikubwa, ana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Kwanza katika sehemu ya kwanza fi tarbia wa taalim, katika malezi na elimu, huyu mama ndicho kiungo kikubwa katika mchango katika maendeleo. Kumbe hapa kuna mwanamshairi mmoja ambaye anaitwa Ibrahim Hafidh, akasema hivi: al-ummu madrasa, al-ummu madrasa idha adataha adata sha'ban tayyib al-araq. Akasema kwamba mama ndio shule. Mama ni shule. Utakapoandaa hilo shule, ina maana kwamba umeandaa taifa lenye asili njema, umeandaa taifa ambaye itakuwa imekomaa. Ukiandaa hii shule, huyu mama akaenda kusema kwamba al-ummu rawdu inta'atahu birayi athmara aina al-ithmar. Huyu mama akasema kwamba ni bustani, ukitunza ile bustani kwa kumwagiliwa, ina maana kwamba hutoa matunda yaliyokomea vizuri. Akaenda kusema kwamba al-ummu ustadhul asatidha al-ula shaghalu mada al-afaq bita'lim. Akaenda kusema kwamba huyu mama ndiye mwalimu wa walimu wote walioeneza elimu kila pembe ya dunia. Huyu mama hapa nataka kuonyesha kwamba kama hujatengeneza huyu mama, hakuna maendeleo katika jamii. Huyu mama kama hajatengenezwa, hakuna maendeleo katika jamii. Kumbe huyu Hafidh Ibrahim alitaka kuonyesha kwamba nafasi ya kina mama si kwenye malezi tu, malezi ya kifamilia. Ina maana kwamba huyu mama anachangia, ni nguzo muhimu katika maendeleo ya jamii nzima. Katika maendeleo ya jamii nzima ni nguzo muhimu. Kumbe kama ukikosea kwenye upande wa kina mama, yani kila kitu umekosea, na yako wazi. Wewe chukua mfano kama leo, mfano tazama hata katika majumba yetu. Kama mama ni mbaya, hata nyumba haiwezi kutengenezeka. Hakuna maendeleo. Hata katika methali ya Kirundo wanasema uza bushi tunga ahushu mugore. Ni hivyo. Mina shakawa, tunakuja kwenye dini, mina shakawa, yani mtu kupata ni tabu, shida, hasara, ni kupata mwanamke mbaya. Bimaana huyu kisha kosea hapa, na maana kwamba kila kitu hakiendi. Huyu baba ambao tunajivunia, yani mpaka kama nyumbani pako sawa, utaendelea. Lakini kama nyumbani hakuna kitu chochote, huwezi kupata maendeleo. Kumbe hapa anaonyesha kwamba kiungo kikubwa hasa kwenye upande hata wa malezi, hiki kiungo kwenye elimu, huyu mama ndiye anahitajika ili tuweze kupata maendeleo. Hatuwezi kupata maendeleo kama hapa nyumbani hakuna kitu chochote kile. Kumbe maendeleo yanaanzia nyumbani kwanza. Huyu ndiye anajenga watoto. Analea watoto, anawapa malezi, mpaka tunapata vizazi ambavyo vinakuja baadaye, vinakuja kutawala. Bimaana huyu hawezi kufika kule kabla ya hakulelewa hapa kwa mama. Kumbe huyo mama ni kiungo kikubwa, ni nguzo muhimu katika jamii. Kwa kuwa ndiye anasimamia malezi, yani kila kitu.
mpaka tunapata, yani tunapata watu ambao tutakuja kuwa mtu mzima kutokana na huyu mama. Kumbe hapa ni upande wa nyanja ya elimu. Nyanja ya elimu. Tulia kwenye nyanja ya pili ambayo ni nyanja ya fil amal al-iqtisadi. Katika ni kiuchumi. Kiuchumi ni kwamba tazayadat musharakatul mar'a fi suq al-amal. Ina maana kwamba huyu mama ana mchango mkubwa kwa kuwa anashiriki katika mambo mbalimbali. Hata tukichukua hata katika wakeze mtume, kama Uislamu umefika pale imefika, kuna mchango mkubwa Bi Khadija radhiallahu anha. Yeye alikuwa mfanya biashara. Ina maana kwamba wakati mtume anapewa utume, ina maana kwamba huyu alichangia sana katika zile mali zake kabisa. Uislamu kafika pale imefika mpaka wakati mtume yani huyu Khadija anafishwa, ina maana kwamba ndio kaitwa amul hazan. Mtume ndio anaanza kabisa na yani mwaka wa kuhuzunika wa huzuni baada ya kukosa kiungo kikubwa ambaye ni Khadija radhiallahu anha. Kwa kuwa huyu alikuwa akimpa fikra, anamsaidia kifikra hata kimali. Anakuwa na mchango katika njia zote, anachukua na mchango. Huyu ni Bi Khadija mpaka Uislamu kafika nafasi ambapo umefika. Sasa leo mtu anakuonyesha kwamba kuonyesha kwamba mwanamama hana nafasi katika Uislamu. Hapana. Hawa na mchango mkubwa. Yani ukaitwa amul hazan, mwaka wa huzuni. Mtume ndo anaanza kutetea, anapata tabu. Wakati anafishwa, nadhani wakati Khadija na baba yake mdogo ambaye ni Abu Talib, mwaka wa huzuni mtume kabisa. Hapo ndo changamoto zikawa nyingi. Tangu yani huyu afishwa mkose Bi Khadija radhiallahu anha. Kumbe alikuwa ni kiungo kikubwa mpaka kufika pale tumefika Uislamu fika pale umefika. Lakini leo mtu anakuonyesha kwamba mama hana nafasi. Na ile hali katika Uislamu tunaona kwamba hawa wana nafasi kubwa. Kumbe hata kwenye mali wana haki hata kufanya kazi. Ni watu tu kutazama yani mfumo ambao tunatumia, lakini kusema kwamba huyu mama hana nafasi, tunakwenda kinyume. Hata kwenye elimu lazima wawepo. Alafu leo unakuta mtu anakuambia ni sheikh, yuko anakuambia kwamba ni haramu kusoma masomo ambayo tunasoma masomo ya kizungu ya elimu ya dunia. Alafu tunarudi kule, alafu nakuta huyu anakuambia kwamba hii elimu haina nafasi. Alafu huyu anakuambia wake zetu wanazalishwa na wanaume. Huyu ndo anarudi, wake zetu wanazalishwa na wanaume, na ile hali yuko anapiga kwamba masomo hayafai. Na hapa tunahitaji hako wakina mama, tupate madaktari wakina mama. Haya mazuri hizi changamoto zitoke, tuone kwamba hawa wana mchango mkubwa kwa haya yote. Na dini haiwezi kwenda kama hawa hawapo. Na ndio maana unaona tuelekea kwenye mtihani. Kwa kuwa hawapo, tumeweka kule mkano. Mpaka mimi siku kuna kisa ambacho sitasahau. Siku moja wale nakwenda hospitali, ecography. Wallahi nakwenda kidaktari, mpaka wale nilihuzunika. Nakwenda daktari, anaambia wewe ni nani kwako? Gurumuga soka. Yana kuja anamshika. Mimi nanitoa nje. Mume wake ananitoa nje wallahi. Mpaka nikahuzunika, nikaona kabisa huyu ni udhalili na unyonge. Hapa tungekuwa na wakina mama. Yana ni mume wake ananifukuza, toka nje. Kumbe badala ya sia kukaa tukatazama zile tutazame yani nafasi ya mwanamke. Tujue kwamba wana mchango mkubwa. Wana mchango mkubwa katika kila njia. Alafu kuna mchango mwingine hata kijamii. Hata kijamii kuna mchango mkubwa. Mfano hata tukirudi hata kule nyuma kwenye elimu. Katika walimu wakubwa ambao walielimisha maswahaba ni wakina nani? Mwalimu mkubwa wa maswahaba ni nani? Nijibu. Mwalimu mkubwa wa kina mama ni nani? Wa maswahaba. Ni Aisha radhiallahu anha. Huyu ndiye mwalimu mkubwa. Walikuwa wanakwenda kusoma kwake, wanasoma kwake. Huyu ni Aisha radhiallahu anha. Hizi zote ni historia ambazo lazima Waislamu tunaona kwamba tunapita huko, tunaona Uislamu huko, yani nafasi ya mwanamke iko wapi? Tunatazama. Kumbe katika Uislamu tujue kwamba katika Uislamu, wallahi katika Uislamu mwanamama ana haki, amepewa tena vitu vingi. Ni kwa kuwa watu tunakwenda tu katika fikra za kimagharibi. Tuachane fikra za kimagharibi, tuusome Uislamu ulivyo. Tuende katika sheria za Uislamu zinasema nini, ndio tutakwenda vizuri. Tukienda hivyo, na maana kwamba huyu mama ni kwamba ni kiungo kikubwa katika nyanja zote, kielimu, kwenye malezi, kwenye uchumi,
Na hao wote mpaka Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwamba na wao wana haki kwenye mali. Wana haki kwenye mali. Ala katuonyesha haya yote. Kumbe ni sisi kwanza kusoma, tukasoma maadili ya Uislamu, tukajua Uislamu, tusende na zile fikra za kimagharibi. Kwa hiyo nadhani kwamba sawa na muda ambao nilikuwa nao, kwa kuwa nilikuwa mada ni kubwa, mimi ningeomba kwanza hii mada wao wanaipanua, waichukulie muda wa kutoa, kwa kuwa ni mada ambayo kabisa ni nyeti, hasa sawa na mazingira ambayo tunaishi. Kwa kuwa hii kuchukua dakika 20 dakika 30 kwa hii mada, yani kabisa inaweza kuchukua hata mwaka mzima tu kwa hii mada wa kina mama, ili watu yani tu wakinaika waelewe kabisa Uislamu kunako hii mada, kwa kuwa ni mada pana kabisa, ni mada pana. Kwa kifupi ni kwamba huyu mama tunasema kwamba mama ni kiungo kikubwa katika maendeleo ya jamii, ana mchango mkubwa sawa na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho nasema kwamba ukweli wa kwamba hii dini inamtunza na kumheshimu ni kwamba dini ya Uislamu inamtunza na kumheshimu mwanamke uko wazi kwa kila mwenye akili na uadilifu. Kwa kuwa hali ya mwanamke kabla ya Uislamu kabisa ilikuwa tofauti na hii hali ambayo tunaona. Kumbe na maana kwamba katika tukitazama, na maana kwamba katika Uislamu tunaona kwamba huyu mama ana mchango mkubwa, na Uislamu hata mtume akatuambia kwamba istausu bin nisa'i khairan, wafanyie wema wa kina mama. Kumbe kikosa huyu upande wa kina mama, wallahi utakuwa umefeli. Hapa ndo tunatazama, ndo education ni hapa, uchumi ni hapa. Kwa kuwa uchumi naanzia nyumbani, huyu tikumpata, na ndio maana hata tunafanya uchumba. Ndio tunafanya uchumba. Kwa nini tuanze kuchumbia? Usio kila mtu, ni kutengeneza ulimwengu, kutengeneza jamii. Kwa kuwa ukikosea kwenye uchumba, ukaleta mke ambaye labda ni jaba ambaye yavuga Sokrate, ni jaba ambaye yavuga Anderoski, yavuga, wallahi vyote vinaharibika, hakuna maendeleo. Maendeleo ni huyu mama, kwa kuwa ndo mlezi wa mwanamume, ndiye mlezi hata wa mtoto. Hapa pakiharibika yote ya naharibika.